Jina la meneja wa kikosi cha Simba halitokuwepo tena katika kikosi hicho. Mambo yanazidi kuwa magumu na ya kushangaza kwelikweli baada ya timu kuwasili kutoka nchini Mali ikawasili vyema nchini Tanzania kwa ajili ya kujiandaa na michezo inayofuata hususan ya ligi kuu Tanzania bara. Vikao vilifanyika wikendi, mambo mengi yalizungumzwa, waliokimbia walikimbia, waliodoubt, waliokuwa na mashaka walikuwa nayo, lakini hatimaye mambo yanazidi kubadilika, yanazidi kwenda mrama ama yanakwenda yanazidi kwenda tofauti na watu wengi ambavyo wangedhani ingeweza kuwa. Bana, jioni ya leo uongozi wa klabu ya Simba umefikia makubaliano ya kusitisha mkataba na meneja mkuu Dimitar Pantev pamoja na wasaidizi wake wawili. Taarifa ambayo imetolewa leo na klabu ya Simba imesema kikosi kitakuwa chini ya kocha Selemani Abdullah Matola, wakati mchakato wa kutafuta kocha mwingine ukiwa unaendelea. Nafikiri tunaanzia hapo leo Kantara kutazama kila ambacho kinaendelea katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Maana yake unaweza kusema ni ghafla, lakini kila ukikaa ukafikiria ukatazama kila ambacho kilikuwepo unaweza kuelewa pia. Maana yake kuna namna unaweza kuelewa Simba, kuna namna pia unaweza kusema ni ghafla sana. Blavis, mimi kusema kweli ni taarifa ambayo nilikuwa naitegemea, lakini maana ulisubiri tu siku swala la muda, na nilikuwa najua kabisa katika mapumziko ya AFCON inaweza kutokea swala kama ile ambayo limejitokeza, lakini ni sawa kweli limetokea na linatimiza ambapo kila ambacho nilikuwa nakiwaza kwa upande wa Simba Sports Club. Lakini kwa Dimitar Pantev itakuwa yeye ni miongoni mwa watu ambao kwa matokeo hivi karibuni ya mechi za klabu bingwa wamechagiza kupoteza kwa Simba Sports Club kwa sababu ya kuwabadilisha wachezaji katika nafasi zao za uchezaji kucheza kama nafasi ambayo hawajazoea, na unajua kabisa hii ni mechi ambayo inahitaji matokeo na si majaribishio. Kwa mfano imekuwa changamoto kubwa sana. Kwa mfano mechi ya kwanza ambayo alicheza na Petro Atletico de Luanda ya hapa Benjamin Mkapa, utaanzaje kucheza na bila striker asili? Unaanza na force striker, lakini Ojani Chaza kuna muda anacheza kama nambari 6, unamtoa katika eneo la mapishi na nambari 10 kwenye shimo ambapo mpira ya rebound ya mpira ya kurudi nyuma, ile second ball lazima Ojani Chaza atakuwa na yokota, lakini unamchezesha kama namba 6. Kuna muda unamchezesha Neo Maema kama nambari 6, lakini unaambiwa ni kiungo mchezeshaji au kiungo wa juu zaidi kuliko nambari 6. Lakini kuna nabii kama una Yusuf Kagoma ni nambari 6 asilia, lakini umchezeshi katika namba zake na anakaa benchi. Lakini kuna mechi ambazo kumbuka Simba Fadu Sinopita panga pangua Yusuf Kagoma ulikuwa unamkuta katika shimo la nambari 6. Hapo Kantala, kila kocha tunajua huwa anakuja na mbinu zake, falsafa pamoja na kila ambacho yeye ana kiamini zaidi. Kwa hiki ambacho umekizungumza kwa Dimitar, tunaweza tukasema kwamba pia naye alikuwa anajaribu kutesti mitambo ama kuonyesha nini ambacho yeye anaweza kukifanya, kwa sababu unaposajiliwa kwenye timu, aidha ukakuta wachezaji wamesajiliwa au wewe ndio umewapendekeza, kuna namna ambavyo wewe utahitaji kuwatumia kadri unavyoona ama kadri ambavyo wewe unataka kutengeneza mifumo yako. Fanya hivyo, lakini timu iwe inapata matokeo hata kama ya pointi 3. Kwa mfano kwa mchuano unahitaji sana performance ya wachezaji iwe wacheze pasi za kampa tena, maana yake hapo matokeo ndio yanamhukumu. Lakini kitu kubadilisha sio dhambi. Lakini kuna kitu kingine tunasema, kama umeajiriwa katikati ya msimu unakuta timu amesajili kocha mwingine, wewe jaribu kuja kupandikiza mifumo yako, lakini kikosi bado kipo katika formula ile ya kocha ambaye kiacha. Lakini nikiachana hapo upande wa Pantev kufukuzwa, lakini kuna kitu kingine Simba
kule uongozi wa juu kuna kitu kingine ambacho hakipo sawa. Ile mtafaruko wao, migongano yao na kuja kuathiri utendaji kazi wa wachezaji ndani ya uwanja, inawafikia wachezaji wenyewe kwa sababu inawaathiri kisaikolojia. Hata kama mechi inawafikia, unaona wachezaji hawapo tayari kwa sababu ya ile migongano ambayo ipo juu. Na hii sio tu kwa wachezaji, hata kwenye ngazi za familia. Hii unakuta kama wazazi kule juu wamegombana ndani ya familia, hata nyinyi watoto kwa mtakuwa na furaha. Kwa hiyo hata kwa katika club lazima liwepo kitu kama hicho. Kwa hiyo kwa Simba wamefanya jambo wamecheza kibingwa zaidi, na naweza nikapongeza kwa sababu wametumia mapumziko haya AFCON ambapo hakuna mashindano mengi kumuondosha kocha ili waangalie kuna namna nyingine ya kufanyaje, ya kuangalia mbadala mwingine wa kocha wengine, na au muda unaweza kupata kocha humo pia kwenye mataifa. Na au muda mwingine kuna timu za mataifa zinacheza, kuna wachezaji chipukizi watakuwa wanajitokeza. Nakumbuka tunaelekea kwenye dirisha la usajili dogo ambalo litafungua tarehe 1 mwezi wa kwanza. Kama kocha utampata ndani ya mwezi wa 12, hata kwenye dirisha dogo la usajili atapendekeza majina mangapi ya kuja kuongezea nyama katika kikosi chake ambacho amekikuta. Dimitar hakutambulishwa kama kocha Kantara, alitambulishwa kama meneja na hatimaye ameagwa kama meneja wa timu. Pengine ni kitu ambacho ama taarifa ambayo ilikuwa mpya, na mara kadhaa kipindi ambacho yupo nafikiri watu wengi wamezungumza meneja sio kocha, ni meneja. Kwa Tanzania nafikiri ni kitu ambacho kilikuwa kijazoeleka kuona klabu inamtambulisha meneja ambaye pia ndo anayekuja kusimama kwenye benchi la ufundi, lakini kule kwa wenzetu kitu ambacho kinafahamika pia kinajulikana. Hii bravo, kabla unasema kabla hujafika mbali ka swali lako nimeshalipata. Hii ilikuwa ni danganya toto. Kwa sababu gani? Kwa hii Simba maana yake walimtambulisha hivyo kwamba wao wanajua hadi program zote za mazoezi Pantevi alikuwa anasimamia, lakini kuja tu kwenye kusimamia kwenye mechi husika alikuwa anasimama Tola, lakini kwenye program kupanga kikosi ni Pantevi alikuwa anahusika. Kwa hiyo muda mwingine ukweli mtu umweka wazi, kama Simba walimwajiri kocha Pantevi lakini hawakujua kama vigezo vyake havimruhusu, ni vigezo vya kwenda kusoma ambavyo vilikuwa anatakiwa kwenda kusoma, kuna ambapo yeye alikuwa na leseni ya Ulaya ambazo zilikuwa zinaruhusiwa kusimamia mechi za Afrika, ambapo yeye alikuwa anaruhusiwa kama mechi za mataifa mbalimbali, lakini sio hapa Afrika. Lakini hapo Kantara tunaweza tukasema kwamba waliopendekeza kwamba tayari huyu anatufaa, kwani hawakuona hilo kwamba huyu Bieti haviruhusu, lakini pia soka la Afrika pengine kulingana na vigezo havimruhusu yeye kukaa kwenye benchi la ufundi mpaka anafikia hatua ya kusaini mkataba na kuanza kukitumikia kikosi. Pia inawezekana pia hata uongozi hususan tunazungumza wale ambao wanahusika kwenda kutazama kama ni wachezaji au ama makocha, kuangalia huyu anatufaa ama hatufai. Pia kuna changamoto pia kama ulivyosema kwamba kuanzia kwenye uongozi mzima. Yani hapo tutakuwa tunazunguka mbuyu, lakini kwa upande wangu mimi naona kweli walio ambao wana makosa pasa hivi kwa upande wa Simba sio Pantevi wala sio wachezaji, ni viongozi. Na kumwajiri kocha Pantevi asingekuja hapa Tanzania bila uongozi wa Simba kumfuata. Kwa maana hiyo kulikuwa na viongozi ambao walimtafuta Pantevi katika mechi ya Gaborone. Na ukiangalia Pantevi akiwa na Gaborone United, ni Gaborone ambayo ilikuwa inacheza mpira na ilikuwa na vijana wengi na iwashangaza watu wengi sana. Kwa Gaborone ndo anacheza mpira kama huu. Kwa hiyo naona kwa Pantevi kwangu mimi kitu ambacho kimegharimu sana ni mabadilisho ya kikosi. Kila mechi anabadilika, lakini kupata matokeo anashindwa kuyapata mazuri. Ndicho ambacho kimemkuta Dimitar Pantev ambaye alikuwa ni meneja wa kikosi chekundu wa Msimbazi Simba. Nikwambie kwamba Simba ilimtangaza rasmi Pantev kuwa meneja mkuu mnamo Oktoba 3 mwaka huu kutokea Gaborone United, kama ulivyosikia hapo, timu ambayo alikutana nayo pia kwenye zile hatua za awali za kufuzu michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo amehudumu klabuni hapo takriban miezi miwili pekee, akiwa ameiongoza timu hiyo kwenye mechi 4 za ligi ya mabingwa Afrika, akishinda 1, sare 1 na kupoteza mechi 2 ambazo ni za hatua
ya makundi. Kwa hiyo ndicho ambacho kimemkuta Dimitar Pantev, na wakati huo pia jitihada za kumtafuta kocha zinaendelea mpaka hivi sasa, timu ikiwa chini ya kocha Selemani Matola. Lakini taarifa nyingine kutoka kwa wekundu wa Msimbazi ni kuhusiana na beki wakati wa klabu hiyo Abdulrazak Mohamed Hamza. Jana Desemba mosi aliweza kufanyiwa upasuaji nchini Morocco katika kliniki ambayo alifanyiwa upasuaji Musa Pinpin Kamara, na sasa taarifa zake ni kwamba anaendelea vizuri. Kwa hiyo Hamza ataendelea kuwa chini ya uangalizi wa madaktari mpaka pale ambapo atakuwa vizuri kwa ajili ya kurejea kukitumikia kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Ni taarifa ambayo inaendelea ama ambayo tumekufahamisha kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Wakati huo baada ya timu kuwasili, pia inaendelea na kujiandaa na mchezo unaofuata ligi kuu Tanzania bara dhidi ya wanakoma kumwanya Mbeya City, ambao mchezo utapigwa tarehe 4 ya mwezi huu, kwa maana ya kesho kutwa tu Alhamisi, katika uwanja Meja Jenerali Isamuhyo pale Mbweni jijini Dar es Salaam.